D'accord, le match était un beau match dans l'ensemble. En première mi-temps, l'équipe du Simba a essayé de jouer, ils ont eu leur première mi-temps. Et nous, on a eu notre deuxième mi-temps. On a su réagir en deuxième mi-temps et on revient au score 1-1. Et voilà, le match était très équilibré, chacun a eu sa mi-temps. Et voilà, on ne peut que être content de ce résultat-là. Talk to the fans, parlez à vos fans. Thank you. Merci de venir supporter la SEC. Merci à Young Africa qui a supporté la SEC Moza. Voilà, merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Na uongozi unasababishwa kwa sababu wanatolewa viwandani wanaletwa kuiongoza Simba. Sijui unaelewa hapo? Yaani uongozi wa Simba wanatolewa viwandani kule wanakuja kuongoza Simba. Kiongozi wa Simba atakiwa aanze kuwa mshabiki wa Simba. Sio mwanachama. Mwanachama hata Singida anaanza kwa mwanachama wa Simba. Sijui unaelewa? Yaani mwanachama hata Singida anaanza kwa mwanachama wa Simba. Ila sio mshabiki wa Simba. Unaelewa? Sasa natakiwa kwanza kiongozi awe mshabiki wa Simba. Mo kama ameshinda kuongoza timu yake, anaachana nayo. Sio lazima. Hata Yanga alikopo Manji, akaondoka Yanga, amekuja JSM anafanya kazi. Isifika tu ataanza kufanya heshima, ataanza kurushana mabomu hapa. Viongozi wanachokitaka hapa tuanze kurushana mabomu. Kama nataka ifike hatua hiyo, itafika. Kama hataki watoka kwa heshima, mpaka tuanze vita kushana mawe hapa, tutaushiana. Lakini hilo unalozungumza hata leo mfano wakabadilisha uongozi, unafikiri matokeo yatabadilika kama sio wachezaji ndio wanatakiwa kubadilisha matokeo? Sasa matokeo yanabadilisha vipi? Wakati wachezaji hawana fitness. Wachezaji wanakimbia kama bata mwenye mayai. Yaani mchezaji anakimbia kama vile amelewa. Unaelewa? Sisi wengine tunapenda mpira. Kuna wengine wamegari kabisa maswanyia mpira kuipenda Simba. Kwa sababu ujinga huo wa viongozi. Yaani kiongozi ndio maana fika tu anaona Sako kauza Sako. Sako kauza Simba takio toa 15% tu. Yaani mpaka leo wamefikishana FIFA kwa 15% au viongozi wa mpira. Ikiwa Sako 15% za Sako hajapeleka au viongozi wa mpira. Si wamesema awamu ya pili bado haijatoka. Awamu ya pili haijatoka ya malipo. Wanasubiri awamu ya pili. Ndio wametoa 50%. Wanapa taarifa. Wale matapeli. Ushahidi gani? Wale si ndio utapeli ndio huo. Kwani maana kupeleka polisi nini? Kwani FIFA si polisi? FIFA ni polisi, wale ni matapeli. Umeelewa? Wale ni matapeli. Yaani pale natakiwa viongozi wa Simba waachane na mpira. Yaani swala kuridhishwa sio leo tu. Tokea muda mrefu Simba liridhishi mpaka sasa hivi. Kwa sababu yaani hili mimi nitarudia mara kurudia. Simba haina viongozi wa mpira. Simba haina viongozi wa mpira. Simba kuna matapeli wa mpira. Unaelewa? Alafu tuwape salamu akina Agi, akina KMC Wanda, au akina Mapama hao. Akina Mapama ndio akina Kisugu. Unaelewa? Sisi sio wajinga. Kuchukua yai ambayo limioza kutupakia rangi utambili yai mzima. Sisi tunajua kila kitu kinachoendelea Simba. Wamefanya nini hao? Unaelewa? Hao wanaweka mbele kutupoza sisi. Unaelewa? Yaani wanaweka mbele kutupoza sisi. Simba itakuwa hivi, Simba itakuwa hivi, Simba hivi msijali. Njoni uwanjani, sijui watu wa maneno, sio pesa ngapi. Tunawaambia Simba sio ya kwao. Wasijione wapo karibu na viongozi kwamba sisi hatuna akili. Na sisi tunaweza kufanya uchawi wanaofanya wao. Unaelewa? Sisi tunaweza kufanya uchawi wanaofanya wao, lakini tunajua tunaigharimu timu. Ukifanyia uchawi timu yako unaigharimu wewe mwenyewe. Na kama kweli una uchungu na timu wangesema kama viongozi matuzingua. Mechi ya Namungo na Simba. KMC Wanda tulikopo pale alikuwa anaunya-unya. Mimi nimwambia viongozi nikaenda kwa viongozi, sio anisema, sio na kuaje, basi mimi na bodi nikaikimia sasa kuongea na waandishi wa habari. Alikaenda kuongea na waandishi wa habari pale. Unaelewa? Leo hii sio mpaka shilingi ngapi huko tayari. Waanza kuongea, mechi ya kesho kutwa sijui na kuaje, njooni uwanjani hamna shida sio kwa pale palikuwa hivi. Unaelewa? Kama wanafanya hivi ili msigawanyike. Nimekuambia hivi Simba tazidi kugawanyika. Kwa namna gani? Simba ishapotea viongozi hamna. Una uhakika gani? Simba uhakika gani? Wao yaoni. Leo hii mpaka leo hii nikuuliza wewe. Kocha wa fitness yuko wapi? Naambia bro. Leo hii kocha wa fitness yuko wapi Simba? Kitu kinakuja kwa mchakato. Kwa mchakato. Sasa mimi nakwambia sasa. Mimi kunipa timu ya Simba ile pale. Mimi ndio kiongozi. Cha kwanza yule kocha viungo Mtunisia yule anarudi pale Simba. Kabla ya yote. Sijui mnaelewa? Mimi ninapewa Simba kwa akili yangu mimi hapa. Kwa akili yangu hii. Cha kwanza
namrudisha kocha yule mtunisha viungo, anakaa pale anafanya kazi. Alafu naangalia wala kile Miquissone wale hawana shida yoyote. Yaani ni uzito tu wa mwili. Mchezaji anakimbia kama bata mwenye mayai. Nani huyo? Si wachezaji wa Simba. Wachezaji wanakimbia kama bata mwenye mayai. Yaani kama hizi kauli zinawakatisha tamaa wachezaji wetu. Kuwakatisha tamaa vipi? Tunawaambia ukweli, wanakimbia kama bata, hawana fitness ya kutosha. Na ile inasababisha kwa sababu ya kutokuwa na kocha wa viungo aliyokamilika. Yule Mtunisia ni kocha wa viungo aliyokamilika. Kwa nini simrudishe? Kaka, mke naye ukamwacha kwa makosa kwa sababu mwanamke nimemwacha kwa makosa ngumu mwenyewe, unamrudisha na kaa naye, maisha yanaendelea. Kwa nini kocha simrudishe? Kuna nini hapa? Anataka shilingi ngapi? Sio tuambie. Timu inakaa siku 10 na kitu. Kwa hiyo mko tayari kuchanga kumleta kocha viungo? Sisi tumechanga mpaka uwanja kaka. Uwanja kuchangia uwanja. Sio kocha. Bilioni ngapi mpaka sasa hivi? Washakula wale. Tumechangia washakula wale. Mnataka kuchanga kuleta kocha. Yaani sio kocha viungo tu. Watuambie sisi timu haina hela. Shanaelewa, timu ya Simba haina hela, tuambie mashabiki wa Simba na wanachama. Mbona wamesajili sasa kama haina hela? Sawa wamesajili. Sasa kama wamesajili kuondoa ngoma juani. Umemchukua mke unamhudumia. Usiwazilishe watu kumchukua mke, itwa kuona unamhudumia yule mke. Kuoa sio shida, unamhudumia. Ndio maana wanacheza. Kila siku avae. Kucheza sio tatizo. Si ndio tunasema yale, anacheza unamhudumia ipasavyo. Afu wachezaji, yaani itakiwa hata Boko aongee. Aseme. Unaelewa? Aseme. Umeelewa? Aseme kwamba jamani Simba sisi wachezaji tuna shida 1 2 3. Yes kapteni. Aseme. Hii sare tu unaongea namna hii. Mngepoteza Mimi siweza kuongea sare. Nifuatilie kaka. Mimi leo tunazungumzia leo sasa. Unaongea namna hii. Shida ya Simba sio leo tu. Shida ya Simba ni mwendelezo wa matatizo. Yaani shida ni mwendelezo wa matatizo. Shida ya Simba ni viongozi wa Simba ni wabovu kupita maelezo kaka. Kwani leo tu? Kaka. Simba imechukua ubingwa misimu 4 huko nyuma. Kiongozi alikuwa nani? Kiongozi alikuwa nani? Kwani kiongozi anaweza kubadilika kama mbovu? Jibu basi swali kwanza. Mahojiano unafanya huku ndugu yangu. Tukimaliza utahojiwa na huyo. Kwa nini kujibu? Sawa. Inaweza kama watu wenyewe wao tunasema. Inaweza kama watu wanasema hao. Kina nani? Inaweza kama mamluki kweli? Inaweza kama mamluki. Hebu Simba kama yaani huyu kama anapenda sema tunazungumzia Simba ya leo. Lakini huyu mwana Simba mwingine anatuambia mambo ya leo nini? Kuna jamaa yule kina Simba, kuna majamaa wa Simba mbona wengi tu tunawajua. Wanavaa jezi za Simba mioyo yao. Anazungumza mambo ya nyuma ya sababu ni maoni. Ni maoni yake. Kiongozi anaongoza taasisi. Inafika hatua uongozi unamshinda na ngazi. Ndio maana ukiweka ukoma viongozi. Lakini ni maoni yake. Wewe umezungumza amekuacha naye ametoa maoni. Alikuwa kina nani? Ndio wake Mangungu. Akatoa geni. Umesikia? Hii timu ya Simba kwa sasa hivi Simba hapati matokeo ya ushindi. Sio tatizo. Tatizo naye ametoa maoni yake. Maoni yake tunafahamu, amesema kwa kipindi hicho. Ila ukizungumzia Simba sasa hivi, shida ipo kwenye uongozi. Shida ipo kwenye uongozi. Muktadha Mangungu, try again, wajitathmini. Sisi tunaumia. Sisi tunanunua jezi tunaichangia Simba. Pia kanunua jezi. Hata kama ananunua jezi yeye, sisi tunapitia maumivu. Wewe unawamudu. Nisikilize. Wewe unawamudu. Umesikia? Sisi hawa sisi hawa mashabiki wakati usajili umekamilika, sisi hawa ndio tulisema viongozi wetu hawana deni.